أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mu'minin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, kwa fadhila ya Allah siku hizi tunaendelea na mwezi wa Ramadhan, na baada ya siku 2 tutakuwa tumeingia katika ashara ya mwisho. Safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba katika ashara ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, Mwenyezi Mungu huwaokoa watu kutoka jahanamu. Hivyo basi siku hizi tunatakiwa kujikita zaidi na zaidi katika kuboresha ibada zetu na kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuomba ghufira, kufanya toba, kufanya maombi, kutimiza haki za ibada ya Allah na kutimiza haki za binadamu, ili tukipata radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala tuweze kuepukana na jahanamu. Katika ashara ya mwisho ya Ramadhan, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya nini na alikuwa na mfano gani? Alikuwa na viwango gani vya ibada? Ijapokuwa katika siku za kawaida viwango vya ibada alivyokuwa navyo sisi hatuwezi kuvieleza katika maneno, lakini katika Ramadhan alikuwa na hali gani? Hat Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya juhudi ambayo ilikuwa haionekani katika siku zingine. Basi ni dhahiri shahiri kwamba hatuwezi kufikiri kuhusu juhudi zake, na hata Aisha pia hakuweza kueleza kikamilifu hali ya juhudi zake. Lakini hata hivyo, hii ni amri ya Allah kwa waumini kwamba mnao mfano mwema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyinyi mna wajibu wa kumtii yeye, na sawa na vipawa vyenu mna wajibu wa kuvifikia viwango vya juu ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivisimamisha kwa ajili yetu. Ndipo Mwenyezi Mungu atasikiliza maombi yetu na sisi tutakuwa wenye kukanyaga ile njia, na tutakuwa wenye kufikia daraja ile ambayo ni njia ya muumini na ni daraja ambayo muumini anapaswa kuwa nayo. Basi siku hizi yatupasa kujikita zaidi katika maombi. Siku hizi wanajumuiya wanatakiwa wafanye maombi mengi,
hasa pale ambapo katika baadhi ya nchi na hasa nchini pakistan na katika nchi zingine za kiislamu vile vile juhudi mbalimbali zinaendelea kufanywa dhidi ya jumuiya na mioto ya chuki inaendelea kuwashwa na kupambwa dhidi yetu. Juhudi za aina aina zinaendelea kufanywa. Mwenyezi Mungu atusalimishe na hayo yote na shari za maadui ziwarudie kwao. Na vivyo hivyo kuhusu janga la korona lililosambaa kote kote, tumwombe Mwenyezi Mungu ili yeye atulinde katika maradhi haya. Sisi tuna bahati njema ya kwamba Mwenyezi Mungu kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kisha katika zama hizi kwa kumpitia mfuasi wake mkweli ametuelekeza kufanya maombi na pia ametufundisha njia za kukubaliwa kwa maombi ili dua iweze kukubaliwa na kupokelewa. Kumhimidia Allah na kumtukuza yeye na kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ni muhimu sana. Wa ila maombi ya mtu yanakwama baina ya mbingu na ardhi tu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mtu aliyeacha kunisalia akakosa njia ya peponi. Vivyo hivyo kuna hadisi nyingine isemayo kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba mnisalie, kwani kusalia kwenu ni njia ya kujipatia kwenu utakaso na maendeleo. Kisha kuna hadisi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema kwamba mtu atakaye nisalia kwa moyo wote kwa ikhilasi, Mwenyezi Mungu atamrehemu mara 10 na atamjalia daraja 10 na ataandika mema 10 kwa ajili yake. Basi riwaya hizo zinaangazia vizuri umuhimu wa kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nasi tuliomwamini hat Masihi Maud alayhi salam, sisi tunaodai kwamba kwa kumpitia hat Masihi Maud alayhi salam tumeweza kujua na kutambua kuhusu cheo na daraja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na bila kumwamini yeye tusingeweza kufanya hivyo. Ni wajibu wetu kwamba tuelewe umuhimu wa kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na tujitahidi zaidi na zaidi katika kusoma durud. Sio kwamba Mwenyezi Mungu atusikilize maombi yetu, bali tusome durud na tumsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam ili utakaso wa kudumu uweze kuwa sehemu ya maisha yetu, na kwa kupitia durud hiyo tuweze kupata ukaribu wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa kupitia durud hiyo tuwe wenye kutakasa maisha yetu na tudumu katika utakaso huu, na tuwe wenye kupata maendeleo ya kidini na kiroho. Tusiwe tunadai madai matupu tu kwamba sisi tumemwamini mfuasi mkweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali kila amali yetu na kila kitendo chetu kiweze kuthibitisha madai yetu kwamba sisi ni wenye kumwamini yule Masihi aliyeahidiwa na Mahdi aliyetabiriwa, ambaye malaika pia walikuwa wakisema huku mbinguni ya kwamba huyu ni mtu ambaye anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi kuliko wote. Masihi Maud alayhi wassalam
akieleza kuhusu ufunuo wake ambao maneno yake ni kwamba salli ala muhammadin wa ali muhammadin sayyidi wulde adam wa khataman nabiyin, na umsalie muhammad na wafuasi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni kiongozi mkuu wa wanadamu na ni muhuri wa manabii sallallahu alaihi wasallam. Alisema kwamba humo kuna ishara ya jambo hili kwamba daraja na fadhila na neema zote hizi zinatokana naye na zinatokana na mapenzi yake na upendo wake. Alisema subhanallah, kiongozi huyu ana daraja gani kwa Allah, kwamba yule kiongozi huyu ana daraja za juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ana ukaribu mkubwa na Allah, kwamba mpendwa wake anakuwa mpendwa wa Allah na mtumishi wake, na yule anayetimiza haki ya kuwa mtumishi wake anapata daraja kwa Allah, kwamba dunia inajumuika juu ya mkono wake. Yule ambaye anajifanya kuwa mtumishi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapata daraja kwa Allah, kwamba dunia inajumuika juu ya mkono wake. Basi leo daraja ya Masihi Maud rasulullah na Mahdi Maud inayopatikana duniani, daraja hiyo kimsingi inatokana na utumishi wake kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na inatokana na mapenzi na upendo wake tu. Kutokana na kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam pekee, Mwenyezi Mungu amemfanya Hazrat Masihi Maud rasulullah kuwa nabii mfuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ambaye ametumwa kwa ajili ya kuendeleza na kusambaza kazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na ametumwa ili aweze kusambaza na kueneza Uislamu katika dunia nzima. Ametumwa ili aweze kuisambaza Islam katika dunia. Kisha Almasihi Maud alayhi wassalam anasema ya kwamba hapo mimi nimekumbuka ya kwamba usiku mmoja mimi nilisoma sana durud na kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi kwamba moyo wangu na roho yangu ikajaa na durud. Usiku ule nikaona katika ruya kwamba malaika wakibeba mitungi ya nuru yenye sura ya maji safi na matamu wameleta kwangu katika nyumba yangu, na mmoja wao akasema kwamba hizi ni zile baraka ambazo ulikuwa umezituma kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nimekumbuka kisa kingine cha ajabu kwamba safari moja nikapata ilhamu ambayo maana yake ni kwamba watu wa mbinguni bado wanajadiliana, yani kwa ajili ya kuhiuisha dini. Mpango wa Mungu uko tayari, lakini mtu ambaye ataihuisha dini bado hajapangiwa, hajateuliwa, hivyo wana hitilafu juu yake. Katika muda huo nikaona katika ruya kwamba watu wanamtafuta mtu huyu, na mtu mmoja akaja mbele yangu na akasema kwa ishara, hadha rajulun yuhibbu rasulallah, yani huyu ni mtu ambaye anampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Na maana yake ni kwamba sharti kuu ya wazifa huo na cheo hicho
ni kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, hivyo mtu huyo analo lile sharti. Basi sisi ni wafuasi wa yule masihi na mahdi ambaye mwenyezi mungu amemtuma kwa ajili ya kuhiusha dini, na amemtuma ili ahiushe, ili aweze kuhuisha islam kwa mara nyingine tena, na alete dunia nzima chini ya bendera ya mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam, na aifanye dunia nzima iwe kama mtumishi wake. Na yeye kwa kujituma katika mapenzi na upendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam pekee amepata daraja hiyo. Je, sisi tulio katika jumuiya ya mfuasi huyu mkweli wa mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tunaodai kwamba tutatanguliza dini juu ya dunia, je sisi hatuwajibiki? Na je hatuna wajibu huo mkubwa kwamba tukiendeleza kazi yake mbele na tukitimiza ahadi yetu ya kuitanguliza dini juu ya dunia na tukimsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, tuwe wasaidizi wa masihi na mahdi, na tuiambie dunia kwamba watu ambao nyini mnawachukulia kama ni watu wenye kuvunja heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mungu apishe mbali, ndio wanaompenda zaidi mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko wote, na ndio watu ambao wakijua na kuelewa na kutambua kutoka kwa mfuasi huyo mkweli umuhimu wa kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, ndipo wanamsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio watu ambao wakijua na kuelewa umuhimu wa kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa mfuasi huyo wanamsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi ndio ambao katika Ramadhan hatufanyi maombi kwa ajili yetu tu, bali tunakosa utulivu pale tunapofikiri kwamba tufanye nini ili jina la Muhammad sallallahu alaihi wasallam lipate kujulikana duniani, tufanye nini ili bendera ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam iweze kupepea duniani, tufanye nini ili watu waje kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam ili waweze kuboresha dunia na akhira, tufanye nini ili watu wajivunie katika utumishi wake na waone kwamba kujiunga na Islam ni jambo la kujivunia kwao na ni jambo la ufahari, na wajue kwamba hiyo ni dini pekee inayodai kwamba leo pia kwa sababu ya mapenzi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu husikiliza maombi ya wafuasi wake na huwajibu, na ndiyo dini pekee ambayo inadai kwamba hata leo pia kutokana na kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu anasikiliza maombi ya wafuasi wake na anawaitikia. Basi huu ni wajibu mkubwa sana ambao sisi wanajumuiya tumepewa, na ndiyo kazi yetu ya kuiambia dunia. Sasa tunatakiwa kuangalia kwamba kwa juhudi gani na kwa ukweli gani tunatekeleza wajibu huu, na kisha tunajinufaisha na neema na fadhila za Mwenyezi Mungu. Ikiwa tunapenda kupata neema na fadhila hizi hadi siku ya kiyama, basi sisi tuendelee kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, yani mtu moja moja na jumuiya kwa jumla tudumu katika kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tukifanya hivyo, kama tutafanya hivyo,
basi tutaona kwamba kwa fadhila za allah njama na hila na mipango yote ya maadui yataangamia yenyewe kwa fadhila ya allah. Tutaona kwamba mwenyezi mungu mwenyewe atawamaliza maadui zetu, na tutaona kwamba sisi na hata vizazi vyetu tutakuwa wenye kupata maendeleo ya kiroho na tutaweza kupiga hatua katika maendeleo ya kiroho. Tutaona nishani za kukubaliwa kwa maombi yetu, mtu moja moja na jumuiya kwa jumla, na jambo hilo haliwezi kuwa la uongo, kwani mtume wa allah ametupatia zamana yake akisema ya kwamba dua ambayo mtafanya kwa kumhimidia allah na kwa kunisalia, dua ile itakuwa yenye kutimiza haja zenu, lakini sharti lake ni kwamba nini muwe mnanisalia kwa ikhilasi na kwa moyo wote, na muwe mnamwomba kwa allah kwamba daraja ya mtume sallallahu alaihi wasallam ipate kuinuka zaidi na zaidi, na muombe kwa moyo wote. Na hiyo inaweza kutokea pale ambapo mtu atakuwa na uelewa wa jambo hilo. Kuhusiana na jambo hilo, ningependa kusema angalau kwa kifupi tu kwamba mtu anapojua kwamba anaomba dua gani, ndipo dua inatoka moyoni mwake. Yani kutamka maneno na kuomba bila kujua kwamba anaomba nini, dua ya namna hiyo haiwezi kuleta athari yoyote moyoni mwake. Hivyo ili dua iweze kuleta athari moyoni, mtu anatakiwa kujua kwamba anaomba nini na kwa nini anaomba. Mtu anatakiwa kujua kwamba anaomba kwa shabaha gani. Wapo mamilioni ya watu ambao wanatamka maneno ya durud, lakini wanakuwa hawajui kwamba maana yake ni nini na faida yake ni nini, na mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na kusoma kwao durud atapata faida gani. Safari moja Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa ameeleza umuhimu wake. Muda huu naweka mbele yenu muhtasari wake. Huzur alisema kwamba katika durud maneno ya allahumma salli yametangulia na kisha inakuja allahumma barik. Ndani yake kuna hikima. Maana ya sala ni dua, na maana ya allahumma salli ni kwamba ewe allah, wewe umwombee mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wanaofanya maombi wana aina mbili. Mmoja ni mtu ambaye anakuwa hana chochote na anaomba kutoka mtu mwingine, na wa pili ni yule ambaye ana mamlaka yote, ana hiari, naye anatoa mwenyewe. Tunaposema kuhusu Mwenyezi Mungu kwamba yeye anamwombea, maana yake ni kwamba yeye anaviambia viumbe wake na vitu vyote, kwa mfano upepo, maji, ardhi, milima na vyote ambavyo yeye ameviumba, kwamba vimsaidie mja wangu. Basi maana ya allahumma salli ni kwamba ewe allah, umtakie mtume wako kheri na wema na kheri za namna zote, yani kheri za vitu vyote vilivyomo katika ulimwengu huu umtakie kwa mtume wako, na umjalie heshima na taadhima, na umwongeze katika heshima na taadhima na kwenye ikram. Kisha tuone kwamba Mwenyezi Mungu akifanya hivyo, basi hakuna kitu kinachofikiriwa zaidi kuliko hicho, na sisi hatuwezi kujua kwamba Mwenyezi Mungu anataka nini. Basi
mtu anamwomba mwenyezi mungu akisema kwamba wewe umjalie mtume wako kile unachopenda wewe kumjalia na umjalie daraja kubwa. Na maana ya allahumma barik ni kwamba ewe allah, rehma na fadhila na neema ambazo wewe umemneemesha mtume sallallahu alaihi wasallam uziongeze sana kiasi kwamba rehma na baraka za ulimwengu mzima zikusanyike juu yake, zikusanyike kwenye dhati yake. Sasa kwanza mwenyezi mungu atamjalia kile apendacho, na anapenda nini sisi hatuwezi kujua, na kisha tunamwomba mungu kwamba umjalie baraka na uendelee kuziongeza zile baraka. Basi baraka zote zitakapokusanyika katika dhati yake, na sisi tutafanya maombi ili baraka hizo ziendelee kumteremkia na kudumu. Kisha maombi ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoyafanya kwa ajili ya umati wake sisi pia tutaweza kunufaika nayo. Tutakapofanya maombi kwa uchungu na kwa moyo wote kwa ajili ya dini yake, ili dini yake itawale duniani, basi mwenyezi mungu akitupatia sehemu katika maombi haya atatujalia fadhila kutoka durud hiyo, kwani humo kuna dua kwa ajili ya umati. Mbegu tutakazozipanda tutaweza kunufaika na matunda yake, kwani neno la swale lina sura ya mbegu na neno la barik ni matunda yake. Lakini sharti lake ni kwamba ikhilasi ya moyo iwepo na yote yafanywe kwa nia njema, na mafundisho matakatifu ya mtume sallallahu alaihi wasallam yafuatwe, na mtu atimize haki za allah na haki za binadamu, na atimize haki ya kuwa mfuasi wake mkweli. sio kwamba zulma zifanywe kwa jina la allah na kwa jina la mtume wake, na kisha mtu asome durud halafu aseme kwamba sasa apate baraka zake ambazo anapata mtu anayesoma durud, kwa kuvunja kanuni ya nchi na kisha kuwatatiza watu na kuwatesa. Kisha mtu aseme kwamba sisi ni maashiki wa mtume na sisi tunamsalia, hivyo mtu asituzuie hata kama tufunge barabara, wagonjwa washindwe kufika mahospitalini, lakini sisi tusizuiliwe, kwani hayo yote tunafanya kwa ajili ya allah na kwa ajili ya mtume wake, hivyo sisi ni juu ya haki. Huzuri anasema kwamba hayo yote ni kinyume cha amri ya allah na kinyume cha amri za mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwenyezi mungu hajatoa ruksa yake wala mtume wake ametoa ruksa. Na kisha durud za watu wa namna hiyo inaweza kuwasaidia chochote, bali matendo yao badala ya kuinua daraja ya mtume sallallahu alaihi wasallam yanashusha daraja yake, na islam inapata aibu. Watu wanaofanya zulma kwa kutumia jina la allah na kwa kutumia jina la mtume wake, basi mwenyezi mungu pia anawakamata kwa adhabu kali. Daima watu wakumbuke hiyo. Basi sisi ndio tunaoweza kuiambia dunia kuhusu uelewa sahihi na uelewa wa kweli wa durud. Hivyo katika mwezi mtukufu wa ramadhan, pamoja na kusoma sana durud sharif, tujitahidi kujiletea mabadiliko matakatifu ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya kukubaliwa na kupokelewa kwa durud hiyo. Durud ya mtu inapokubaliwa, mtu huyo anapata faida yake na maombi yake yanakubaliwa na hali yake ya kiroho inaboreka zaidi na zaidi, na mtu anazidi katika mapenzi ya allah na kisha anapata ukaribu wa mwenyezi mungu. Na durud ya kweli ikimfikia mtume sallallahu alaihi wasallam
inaujalia umati wake kwamba unapata maendeleo. Umuhimu wa durud unadhihiri na unaeleweka vizuri kutoka jambo hili kwamba Mwenyezi Mungu amewaambia waumini wake ndani ya Qur'ani tukufu kwamba wamsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, hakika Allah na malaika wake humsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, enyi mlioamini msalieni mtume na muombeni amani. Basi kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam kuna umuhimu wake mkubwa kiasi kwamba Mwenyezi Mungu na malaika wake pia humsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapo jambo hilo pia limekuwa wazi kwamba dua ya Allah ni nini. Mwenyezi Mungu muda wote anaendelea kuinua daraja zake na anafanya mipango ili shani na heshima ya mtume wake iweze kuzidi zaidi. Na katika zama hizi ameiambia jumuiya ya Hatmasihi Maud al-Islam kwamba wao kwa kuifuata amri hiyo ya Allah wamsalie mtume sallallahu alaihi wasallam, waifuate amri ya Allah na wamsalie mtume sallallahu alaihi wasallam. Na anasema kwamba mkifanya hivyo basi mtaweza kuwa warithi wa fadhila za Allah na mtaweza kujinufaisha na maombi ya malaika, kwani malaika watakapomsalia mtume sallallahu alaihi wasallam fadhila zao zitawafikia wafuasi wake walio wa kweli. Na fadhila hiyo itakapotufikia basi hapo ili tuweze kutoa shukrani zaidi tunatakiwa kumsalia zaidi na zaidi, na tudumu katika kumsalia na durud hiyo. Na kutoa shukrani ni silsila inayoendelea kumnufaisha muumini mmoja aliye mkweli. Hazrat Masihi Maud alayhi salatu wassalam akieleza maana ya aya hiyo anasema kwamba angalieni ukweli na unyofu wa kiongozi wetu mkuu Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye alipigania jihadi zidi ya kila aina ya ubaya na akavumilia mateso ya aina, lakini hakuyajali yote. Na kutokana na ukweli na unyofu wake huo Mwenyezi Mungu akamjalia fadhila. Ndio maana akasema, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Kwa yakini Mwenyezi Mungu na malaika wake humsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, enyi mlioamini nyinyi pia mumsalie mtume na muombee amani. Kutoka aya hiyo inakuwa dhahiri kwamba matendo ya mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa na sifa ambayo Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuyasifia matendo yake hakuchagua neno mahsus. Alikuwa na uwezo wa kutumia maneno lakini hakuyatumia, na aya ya namna hiyo hakuitumia kwa ajili ya nabii yeyote mwingine. Aya ya namna hiyo hakuitumia kwa ajili ya nabii yeyote mwingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ukweli na unyofu rohoni mwake na matendo yake yalikuwa yakipendezwa sana na Allah, hadi Mwenyezi Mungu akatoa amri kwamba katika siku za usoni kwa ajili ya kutoa shukrani watu wamsalie mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi hiyo itatusaidia sisi wenyewe. Mwenyezi Mungu atujalie kwamba katika mwezi huu wa Ramadhan na hata baada ya mwezi huu wa Ramadhan, tukielewa umuhimu wa durud, tuendelee kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
innaka hamidun majid. Jambo la pili ambalo muda huu napenda kuliweka mbele ya wanajumuiya ni kuomba ghufira na kufanya istighfar. Dua hii isemayo astaghfirullah rabbi min kulli zambin wa atubu ilayh, yani mimi namwomba Mwenyezi Mungu ili anisamehe mazambi yote ambaye ni mola wangu na mimi nikifanya toba naelekea kwake. Dua hiyo ni muhimu mno. Almasihi Maud alaihissalam anasema kuhusu dua hiyo kwamba maana halisi na ya kweli ya kuomba ghufira ndiyo hii ya kwamba mtu amwombe Mungu kwamba isizuhiri dosari yoyote ya kibinadamu kutoka kwake, na Mwenyezi Mungu akiisaidia asili yake aifanye ije chini ya ulinzi wake. Neno hilo limetoka kutoka ghafara ambalo maana yake ni kufunika. Hivyo maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu kwa nguvu yake afunike udhaifu wa kiasili wa yule anayeomba ghufira kutoka kwake, lakini baada yake kwa ajili ya watu wa kawaida maana yake imepanuliwa zaidi, na maana yake imekuwa kwamba Mwenyezi Mungu afunike dhambi ambalo limeshatendeka. Lakini maana ya kweli na halisi ndiyo hii kwamba Mwenyezi Mungu kwa nguvu ya uungu wake amepushe yule anayefanya istighfar kutoka udhaifu wa kiasili na ampatie nguvu kutoka nguvu yake, na amjalie elimu kutoka elimu yake, na amjalie mwanga kutoka mwanga wake. Kwani baada ya kumuumba mtu Mwenyezi Mungu hakujitenga naye, bali kama ambavyo yeye ni muumba wa binadamu na ndiye muumbaji wa viungo vyake vyote vya ndani na vya nje, vivyo hivyo yeye ni msimamizi wake, yani vitu vyote alivyoviumba kwa kutumia nguvu yake anavisimamisha. Akasema basi kwa kuwa jina moja la Mungu ni Qayyum, yani yeye ni mhifadhi wa milele, hivyo mtu anatakiwa kuzingatia sifa ya kikayum, na kwa kuzingatia sifa yake hiyo ya kikayum ajiepushe na maovu. Basi kuomba ghufira na kufanya istighfar ni kitu cha lazima kwa binadamu. Qurani tukufu ikieleza habari hiyo inasema Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Basi yeye ni muumba na pia ni mhifadhi wa milele. Hivyo mtu alipozaliwa kazi yake ya uumbaji ikamalizika, lakini kazi ya kumhifadhi ipo kwa siku zote. Ndiyo maana ikatokea haja ya kuomba ghufira. Mtu anapofanya istighfar na anadumu katika kuomba ghufira, hapo anajiepusha na maovu. Ilmuradi kila sifa ya Allah ina fadhila yake, na istighfar ni muhimu ili mtu aweze kujipatia fadhila kutoka sifa yake ya Qayyum. Sura Fatiha pia inaeleza habari hiyo inaposema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yani wewe tu twakuabudu na wewe tu twakuomba msaada, ya kwamba kwa kupitia sifa zako za kikayum na sifa yako ya Rab tupate msaada na utuokoe tusije tukakosea, na isitokee kwamba dosari fulani itokee na sisi tusiweze kukuabudu. Basi kwa ajili ya kutekeleza ibada ya Allah na kwa ajili ya kujisalimisha kutoka mashambulizi ya shetani na kwa ajili ya kutenda sawa na maamrisho ya Allah, kuomba ghufira na kufanya istighfar ni jambo la msingi sana. Sio maana kwamba mtu akitenda dhambi tu kisha afanye istighfar.
bila shaka wakati ule pia kuomba ghofira na kufanya toba ni muhimu mno kwa ajili yake, kwani kuomba ghofira ni muhimu ili mtu aweze kupata msamaha wa madhambi yake aliyoyafanya, na pia aweze kupata nguvu ili katika siku za usoni aweze kuepukana na madhambi, na yeye anapata msaada kwa kufanya istighfar. Basi katika hali zote kuomba ghofira ni muhimu mno. Shetani muda wote amesimama katika njia yetu. Binadamu kwa kutumia juhudi zake pekee hawezi kuepukana naye. Mtu aseme kwamba mimi nikitumia juhudi zangu nitasalimika kutoka shetani, hiyo haiwezekani. Hivyo ipo njia yake mmoja tu, kwamba mtu aombe msaada kutoka kwa Allah. Na Mwenyezi Mungu anasema kwamba kwa ajili ya kupata msaada wangu nini muombe sana ghufira na mufanye istighfar, na ndiyo njia pekee ambayo itawasaidieni kuepukana na mashambulizi ya kishetani, na pia itakuwa njia ya kupata msamaha wa madhambi yenu yaliyopita. Binadamu ni dhaifu, hivyo kuomba ghufira ni muhimu mno kwa ajili yake, kwani istighfar inampatia nguvu. Istighfar inampatia nguvu, na kwa kupitia nguvu hiyo mtu anaepukana na madhambi na anapata nguvu ya kujisalimisha kutoka mashambulizi ya shetani. Basi kuomba ghufira na kisha kudumu katika kazi hiyo kutaifanya sifa ya kikayum ya Allah ifanye kazi yake, na mwenye kufanya istighfar ataokolewa na maasi na madhambi yote. Mwenyezi Mungu yuko tayari kupokea toba ya mtu ambaye baada ya kutenda madhambi akitubu anakuja kwa Allah. Mwenyezi Mungu hupokea toba yake, na mtu ambaye kwa ajili ya kuepukana na madhambi na mashambulizi ya shetani anamkimbilia Allah, Mwenyezi Mungu hupokea ombi lake na toba yake, na humwokoa na humsalimisha kutoka mashambulizi ya shetani. Rehma na ghufira ya Mwenyezi Mungu ni pana kiasi gani! Rehma na ghufira ya Mwenyezi Mungu ina wasaa kiasi gani! Kuhusu jambo hilo Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema kwamba rehma yangu hukienea kila kitu. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akieleza hali ya rehma ya Mwenyezi Mungu anasema kwamba mtu fulani alikuwa amewaua watu 99, kisha akajisikia majuto na akapata wazo la kufanya toba. Mwishowe akamwendea ulama mmoja na akamuuliza kuhusu toba. Ulama huyo akasema, wewe umefanya madhambi mengi na umewaua watu wengi, kivipi unaweza kusamehewa? Mtu huyo akamua ulama huyo vile vile, na hapo akamaliza idadi ya 100. Kisha akajisikia majuto tena kwamba mimi nimefanya nini, na kisha akamwendea ulama mwingine mkubwa na akaongea naye, akaeleza kuhusu matendo yake. Sheikh huyo akamwambia kwamba ndiyo, toba yako inaweza kupokelewa, kwani mlango wa kufanya toba muda wote uko wazi. Ikiwa wapenda kufanya toba kweli kweli, basi sikiliza, uende kwenye eneo fulani ambapo utawakuta watu wakifanya ibada ya Allah na wakifanya shughuli za kidini, wewe uungane nao, lakini ukumbuke kwamba kisha usirudi tena katika eneo lako hilo. Hiyo ndiyo toba ya kweli. Ikiwa unataka kufanya toba kweli kweli, basi utalazimika kuachana na mawasiliano yako ya zamani na usirudi kwenye eneo lako. Hivyo yeye akaanza safari yake
na akaelekea huko, na alipokuwa amemaliza nusu ya njia mauti yakamkuta. Alipokufa malaika wa rehema na adhabu wakafika huko na wakaanza kujadiliana kuhusu mwisho wake. Malaika wa rehema akasema kwamba mtu huyo alikuwa amefanya toba, hivyo atakwenda peponi. Lakini malaika wa adhabu alikuwa anasema kwamba mtu huyo hakufanya matendo mema katika maisha yake, kivipi anaweza kuingia peponi? Hawezi kusamehewa. Ndipo malaika watatu pia akaja. Hali fulani ikatokea na malaika watatu akaja akijifanya kuwa hakimu, akasema kwamba ngoja tupime umbali wa eneo lake alikotoka na eneo lile anakwenda, na eneo ambalo mtu huyo atakuwa karibu zaidi basi atakwenda huko. Sasa pale walipopima wakaona kwamba ye alikuwa karibu zaidi na eneo lile alikokuwa akielekea, na hapo kutokana na toba yake na kutokana na kuomba kwake msamaha, malaika wakampeleka peponi. Hiyo ni mipango ya Mwenyezi Mungu ya kutoa msamaha. Mtu aliyekuwa mzalimu na muuaji, pale alipofanya toba, Mwenyezi Mungu akamsamehe. Siku hizi watoto wengi na vijana pia wanauliza swali wakisema kwamba kwa kiasi gani Mwenyezi Mungu anaweza kutoa msamaha. Basi kutoka hadithi hiyo ni wazi, ni dhahiri shahiri kwamba kama Mwenyezi Mungu alivyosema kuwa mimi napokea toba na rehema yangu imeenea kote kote, hivyo hakuna mipaka yake. Lakini sharti ni kwamba mtu afanye toba ya kweli. Sawa na riwaya moja, Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba wallahi Mwenyezi Mungu anafurahi zaidi kwa toba ya mtumishi wake kuliko furaha ya mtu apataye ngamia wake aliyekuwa amepotea katika pori. Na akasema kwamba anaye ni sogelea mkono mmoja na msogelea mikono miwili. Akasema kwamba mtu anaye sogelea mkono mmoja, Mungu anasema mimi namsogelea mikono miwili, na ikiwa ananijia kwa kutembea, mimi namwendea kwa kumkimbilia. Basi huu ni wajibu wetu kwamba kwa ajili ya kujiepusha na mazambi na ili mazambi yetu yaweze kupata msamaha, tusonge mbele, tumkimbilie kwa Allah na tuepukane na jahannam. Na Mwenyezi Mungu ametujalia mwezi huu ili tuweze kunufaika na mwezi huo. Masihi Maud alayhi salam akieleza umuhimu wa toba na kuomba ghufira anasema, ikumbukwe ya kwamba kukataa kufanya toba na kuomba ghufira kwa hakika kunafunga mlango wa maendeleo, kwani jambo hili ni wazi kwa watu wote kwamba binadamu katika dhati yake hajakamilika, bali anahitaji ukamilifu. Na kama ambavyo baada ya kuzaliwa kwake polepole anajiongezea elimu yake, yani hazaliwi akiwa na elimu bali anajiongezea elimu yake, vivyo hivyo baada ya kuzaliwa anapopata uelewa wa maisha anakuwa na hali duni katika hulka. Hivyo mtu akitafakari juu ya hali ya watoto atapata kujua kwamba watoto wengi wanakuwa na tabia fulani kwamba katika mambo madogo madogo wanaanza kuwapiga wenzao, na wengi wao wanasema uongo, na wengine wanakuwa na tabia ya kutukana, na wengine wanakuwa na tabia ya kuwatusi wengine, na wengine wanakuwa na tabia ya kuiba na kusengenya na kusingizia na husda na uchoyo. Na kisha wanapoingia katika ujana, nafsi ya amara inawatawala, na mara nyingi matendo wanayoyafanya yanakuwa ya kimaasi na maovu.
muhtasari wake ndio huu kwamba kwa ajili ya watu wengi hatua ya kwanza ya maisha inakuwa na dosari nyingi, kisha mtu mwenye bahati njema anapotoka nje kutoka umri huo na kisha anaelekea kwa Mwenyezi Mungu na akifanya toba ya kweli kweli, anaachana na mambo yote ya zamani na anakuwa tayari kujitakasa na anakuwa tayari kutakasa asili yake. Hizi ni hatua za maisha ya dunia ambazo mtu anazipitia, na ikiwa hiyo inaonyesha wazi kwamba hiyo isemwe kwamba toba haiwezi kukubaliwa, basi hiyo inathibitisha kwamba Mungu hataki kumsamehe mtu. Kisha akasema kwamba na hiyo haiwezekani kwamba itokee hivi, kwani Mwenyezi Mungu anasema kwamba mimi nawasamehe watu. Kisha anasema kwamba iwe wazi ya kuwa katika lugha ya Kiarabu toba maana yake ni kurejea, na ndiyo maana kwamba ndani ya Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu ametajwa kwa jina la Tawwab, yani apokeaye toba. Maana yake ni kwamba mtu anapoachana na madhambi yake na anaporejea kwa Allah kwa moyo safi, Mwenyezi Mungu pia anamrejea zaidi kuliko yeye, na hiyo inatokana na kanuni ya kudra yake, kwani Mwenyezi Mungu ameweka katika asili ya mtu kwamba pale anaporejea kwa mtu mwingine kwa moyo safi, moyo wa mtu huyo wa pili unalainika kwa ajili yake. Sasa kivipi akili inaweza kukubali kwamba mtu aelekee kwa Allah kwa moyo safi lakini Mwenyezi Mungu asirejee kwake? Akasema kwamba Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu, hivyo yeye anarejea kwa mja wake zaidi, na Mwenyezi Mungu anapokea toba yake na anamkimbilia. Akasema kwamba Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu, na yeye anaelekea kwa mja wake zaidi. Ndiyo maana katika Qur'an tukufu jina la Mwenyezi Mungu limetajwa kama Tawwab, yani apokeaye sana toba. Hivyo mtu anapofanya toba na anajisikia majuto na anaelekea kwa Allah na anaonesha unyenyekevu wake, hapo Mwenyezi Mungu pia anaelekea kwake kwa rehema yake na kwa maghfira yake. Ni masikitiko kwamba watu hawa hawakutafakari juu ya sifa zake na wameona kwamba matendo yao ndiyo kila kitu. Lakini yule Mungu ambaye ameumba maelfu ya vitu kwa ajili ya binadamu, je, anaweza kufanya hivi kwamba mtu akijisikia majuto kisha afanye toba na arejee kwa Allah na aelekee kwake na ajiunguze katika mapenzi yake na upendo wake na ajitume katika mapenzi yake, lakini hata hivyo Mwenyezi Mungu asipokee toba yake kwa rehema? Je, hiyo inaweza kuwa kanuni ya Mungu? Kisha akasema mlango wa fadhila na rehema ya Mwenyezi Mungu muda wote uko wazi na haujafungwa kabisa. Mtu anapofanya toba kwa moyo safi na kwa unyenyekevu, Mwenyezi Mungu ambaye ni mwingi wa rehema na mwenye kutoa msamaha na kupokea toba, yeye pia anapokea toba yake. Kisha kusema kwamba Mwenyezi Mungu atawezaje kuwasamehe fulani na fulani walio na madhambi mengi ni kama kuvunja heshima ya Mwenyezi Mungu. Hazina za rehema zake hazina mipaka, milango ya rehema yake iko wazi, na hiyo ni ahadi ya Allah kwamba watu watakaofanya juhudi katika njia ya Allah watajaaliwa daraja za juu. Mtu huyu ni mwenye bahati mbaya ambaye anakata tamaa hadi anakutana na muda wake ulio mwisho, yani akate tamaa hadi akutane na mauti. Bila shaka wakati ule mlango wa toba unakuwa umefungwa kwake. Basi milango ya maghfira ya Allah muda wote iko wazi. Sharti ni kwamba binadamu afanye toba katika hali ya afya. Basi siku hizi yatupasa kufanya toba na istighfar na kuomba sana ghufira,
kwani mwezi huo wa ramadhan ni mwezi wa kukubaliwa kwa maombi, na kisha ashara yake ya mwisho ni yenye kuwaokoa watu kutoka jahanamu. Mwenyezi Mungu ndiye anayetuwezesha nguvu ya kuomba msamaha na kutenda mema. Endapo tutaungana na Mwenyezi Mungu, dunia yetu pia itaboreka na akhira yetu pia itakuwa imeboreka. Kama nisemavyo kwamba sisi wanajumuiya, hasa wanajumuiya ambao zulma mbalimbali zinaendelea kufanywa dhidi yao, ili tuweze kujiokoa katika shida hizi, hatuna njia isipokuwa kushikamana na Mwenyezi Mungu. Tukishikamana na Mwenyezi Mungu na kwa kupitia durud na istighfar na kwa kupata radhi ya Allah, tukipata radhi ya Allah, basi hata kama adui afanye nini, hata kama watumie juhudi gani, hawawezi kutuletea hasara yoyote. Lakini kama Mwenyezi Mungu hajaturizia, basi hila yoyote ya dunia haiwezi kutusaidia. Hivyo tunatakiwa kuimarisha uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu. Katika maombi ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwa ajili ya kuepukana na shari ya maadui, tufanye maombi mengi. Kama nisemavyo kwamba katika baadhi ya maeneo wanajumuiya wanaendelea kukabiliana na mateso mbalimbali. Mwenyezi Mungu awarahisishie na awalinde katika shari zote za wapinzani. Wanajumuiya waishio nchini Pakistan pia wafanye maombi kwa ajili yao, na pia wafanye maombi kwa ajili ya jumuiya. Kisha siku hizi janga la korona pia limeenea, tufanye maombi ili Mwenyezi Mungu atusalimishe na janga hilo. Mwenyezi Mungu aiokoe dunia kutoka janga hilo, na pia atujalie tuweze kufanya istighfar na kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.